Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Singida, Elia Digha, amewataka wakuu wa idara na watumishi wa halmashauri hiyo kuhakikisha wanaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi kabla ya mwaka wa fedha kukamilika ili kuepuka kurejeshwa kwa fedha zilizotolewa tayari kwa halmashauri. Ameyasema hayo alipokuwa kwenye baraza la madiwani ndani ya ofisi za halmashauri hiyo. Nilishasema fedha za serikali zilizoko kwenye akaunti ambazo zina uwezo wa kurudi tarehe 30 ya mwezi wa 6 zikarejeshwa hazina zipo kwenye halmashauri yetu. Kama mtashindwa kuzifanyia kazi zikarejea kurudi, hakika na waomba na nyinyi mjiandae kuondoka. Sio kuondoka tu, tutakufukuza kazi. Na nimewaambia, bahati nzuri mnajua, na hii naomba mnielewe. Huku sisi ni wanakijiji, nyie huku ni wasomi, mna degree. Hakika degree zitakuwa chungu, alafu mtafukuzwa na profesa asiyeenda shule, yaani profesa wa darasa 7, na atakuwa profesa wa kwanza kufukuza mtu kuanzia na degree na kuendelea. Kwa nini najiita profesa? Si nimekaa kwenye halmashauri miaka 15. Kuna msomi anaweza kusoma miaka 15 kwenye eneo moja. Yupo katika kamati ya ulinzi. Kuna mtu anaweza kukaa miaka hiyo? Hapana. Ukiwa profesa tu unaweza kukaa. Kwa hiyo naomba mkae sawa. Naomba mkae sawa wataalamu kwa hili. Na hili nalisema kwa sababu wote mpo, kuanzia watendaji wa kata. Kwa hiyo muangalie fedha zilizoko kule, ingawa nyie wa kata hela zenu zilizoko zinaweza zikasalimika, nyie wa hapa sasa tuna zaidi ya bilioni 1 na point na milioni kama 200 na kitu. Naomba mzifanyie kazi. Na washukuru kuanzia wiki jana nimesikia milioni 200 mmetoa. Nataka kuona wiki hii zile hela hazimo, zikafanye kazi iliyotakiwa. Na hili niko serious, yaani sicheki na mtu kwa hii. Kwa hiyo naomba mlielewe. Nasema hiyo waheshimiwa madiwani, kwa sababu hizi fedha, kuna mwaka hela ilirudi milioni zaidi ya 700. Imerudi milioni 700, tumeitafuta hatujaipata mpaka kesho. Alafu wewe unasingizia mfumo. Sasa kwa sababu wenye mfumo pia watanisikia kauli hii ninayoisema, mtajaza kwamba wao, kwa sababu mfumo, mimi najua mfumo unaandaliwa na watu. Kama mfumo unajitengeneza wenyewe sawa, huu unaandaliwa na watu. Sasa na nyinyi mtajua mtamshikana, kwa sababu haiwezekani mpo hela zimo, alafu unasema mfumo. Mfumo gani ambao umeandaliwa na watu na watu wenyewe wamo? Kama mtashindwa mtuambie, sisi tuwaambie. TAMISEMI ni yetu, hakuna idara ambayo si ya kwetu. Pia akawahimiza madiwani kuhakikisha wanasimamia ipasavyo mapato na miradi ya maendeleo iliyopo kwenye maeneo yao. Kila diwani kwenye eneo lake, jambo la mapato ya ndani liwe ni ajenda ya kwanza. Yaani ajenda ya ndani ya mapato ya halmashauri, makusanyo ya kodi ya serikali ikusanywe vizuri, wewe ukiwa mwakilishi kwenye kata yako. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa madiwani, unapotoa taarifa nitakayoinoti mimi zaidi ni hiyo. Lakini lingine nililotaka kulisisitiza ni swala la miradi ya maendeleo iliyopo kwenye maeneo yenu. Naomba sana miradi ile ya maendeleo ambayo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan wameileta huko, diwani uwe wa kwanza kujua fedha iliyomo, ili ukiulizwa uielezee vizuri, lakini pia ifanye kazi inayotakiwa. Fanya kazi ya kiwango. Tusisubiri
kamati ya ulinzi hao wamegawanyika. Kuna wengine wanaangalia hawasemi, wanapita, wana mahali pa kusemea. Kuna wengine wanasema kwa kuona kile ulichokifanya, kama ni cha ovyo watakuchukulia hatua, wako huko. Kwa hiyo niwaombe tusijiingize huko, na naomba tusimamie vizuri. Na watu wangu ambao ndio wakuu wa idara, nyie mnahusika na shughuli za kutafuta wazabuni na watu wengine. Kwa hiyo mkiwapata wale wazabuni mkatuletea, tutashirikiana nao kuhakikisha kwamba shughuli yetu inaenda vizuri. Kwa hiyo niwaombe kwa hili pia tulifanye sawa sawa.